Kama mahali penye yuko. Nataka kuleta injili na nataka kuzungumzia kichwa ambacho kinasema ya kwamba faida ya injili ni kuamini. Nataka nisome maandiko katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 15 na mstari wa 16. Inasema hivi: basi akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Hilo ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Kichwa cha injili ni ya kwamba faida ya injili ni kuamini. Yesu akaagiza kila mtu yoyote aliyemwamini, akampatia kazi ya Roho, aende duniani yote akahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini habari zile na kubatizwa ataokolewa. Asiyeamini zile habari, huyu mtu atahukumiwa. Kwa njia nyingine, ule mtu tayari ameshajilaani. So, kulingana na kichwa cha injili hii ni ya kwamba faida ya injili ni kuamini. Ni ukweli kulingana na ile andiko, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema ya kwamba mtu atakayeamini ile injili itakayohubiriwa, yule mtu ataweza kupata faida yake. Yule mtu ataona umuhimu wa ile injili ambaye ameikubali. Lakini yoyote ambaye atakataa injili, yoyote ambaye atakuwa muasi, yule mtu hataona faida yote ya injili. Yesu alipokuwa anazungumza, hakuzungumza kwamba mtu aliye katika dunia ndio hataona faida ya injili kwa sababu hajaamini. Yesu alizungumza kwamba muende dunia yote. Dunia yote ni ya kwamba tutaenda katika makanisa, tutaenda katika misikiti, tutaenda barabarani, tutaenda kwa masoko, tutaenda kwa mashule, kwa hospitali, kuenda kila mahali ambapo kiumbe kiko na kuhubiri injili. Haikumaanishwa ya kwamba unafaa uende kanisani peke yake. Kanisani pia ni sehemu ambayo tunaenda kuhubiri injili, lakini Yesu aliposema ya kwamba nendeni duniani kote, hakutuambia tuende kwa kanisa peke yake. Hakutuambia tuende kwa ma streets peke yake. Yesu hakutuambia kwamba tuende kwa mahospitali peke yake tukikusanyika. Alisema kila mahali penye tutakuwa tunafaa kutangaza habari zake. Na akasema yoyote ambaye atakubali hizo habari mahali penye atakuwa, yule mtu akubali zile habari na kubatizwa, yule mtu atakuwa ameokolewa. Mahali penye atakubaliwa pale, akiwa alikuwa ni kwa kazi na akubali injili, ule mtu atapokea wokovu pale, mambo yake itakuwa imeishia pale. Lakini siku ya leo tumedanganya watu ya kwamba mtu yule anapotaka kuokoka lazima akuje kwa madhabahu ambayo yameinuliwa, na anapokuja pale akiri dhambi zake pale, arudie maneno ambayo mchungaji anamwambia, kuanzia siku ya leo nimeokoka, ninampokea Yesu. Hapana, hapo tunadanganya watu. Nendeni duniani kote, hubirini habari njema kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe. Yeyote atakaye amini habari hizi, mahali penye atakuwa, yule mtu atakuwa ameshaokolewa na amepata wokovu kamili. Hakuna siku nyingine tena yule mtu anangoja kukombolewa. Tafadhali tuelewane. Nendeni duniani kote, hubirini habari njema ya Yesu Kristo. Yeyote atakaye amini mahali popote atakapokuwa, yule mtu atakombolewa kikamilifu mahali penye atakuwa. Ikiwa ni kwa soko, ule mtu
atakombolewa. Ikiwa itampata kwa gari, ikiwa ni kwa hospitali, ikiwa ni kwa kazi, ikiwa ni kwa nyumba yake, ikiwa alikuwa ameenda kuogelea kwa mto, habari zile zimpate pale. Ikiwa alikuwa analala kwa kitanda chake, ama alikuwa ameenda kwa choo, mahali penye yule mtu atakuwa, akubali zile habari zimempata, yule mtu atakombolewa kikamilifu. Yesu mwenyewe anasema ya kwamba unaposikia habari zangu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Unasikia hizo habari ukiwa wapi? Unaona mahali tulidanganya, tuliambiwa habari za Yesu tutazipata tu tukiwa katika kanisa. Hapo tulidanganywa. Wengine tukaambiwa habari za Yesu tutazipata kama kuna mkutano wa uinjilisti mahali, ama kuna conference, ama kuna revival. Ani kuna mkutano fulani wa injili, ukienda hapo ndo utapata habari za Yesu. Yesu hakutuambia hivyo. Mahali popote penye uko, wewe mwenye umeshampokea, unafaa kuhubiri zile habari. Na mahali penye uko, kwa sababu kuna watu wakipokea zile habari, wale watu wameokoka kikamilifu, hawastahili ya kwamba wakuje tena siku ya Sunday kwa kanisa, wawekewe mikono, waombewe ndio wakiwa wamekombolewa. Hapana, Yesu hakusema hivyo. Hauwezi kumpokea Yesu nusu. Unapokea Yesu akiwa mzima, amekamilika ndani ya maisha yako. Mradi umekubali mahali popote penye uko, haijalishi kama umevaa nguo, ama haijalishi kama uko uchi, haijalishi kama unakula, haijalishi kama unalala, haijalishi mazingira yoyote. Hapo ndo tunafaa tuelewane, kwa sababu kuna watu walikuja na wakadanganya watu, wakaamini uongo na wakakosa kuamini ukweli. Nendeni duniani kote, hubirini habari njema kwa mtu yoyote atakaye amini. Mahali penye atakuwa, yule mtu ataokolewa bure, na hakuna kitu analipa. Ataokolewa bure. Hakuna kitu nafaa kulipia kwa wokovu. Unapolipia kitu yote kwa wokovu, basi hapo umejiingiza katika uchawi, wewe mwenyewe umejiroga. Alisema mahali popote ule mtu atakapokuwa, akatae kufanya moyo wake kuwa mgumu, akubali habari njema ambaye ameletewa, mahali penye yuko, yule mtu mambo yake imeisha, ameshaokoka. Lakini siku hizi mtu anaokolewa akiwa mahali fulani, anaambiwa kwamba unafaa tena ukuje kwa maombi maalum, uombewe, ufanywe sijui kama ni deliverance, ama ufanywe maombi fulani mengine speciali ndio ukapate kuokolewa, ujaze Roho Mtakatifu. Wapendwa, hatutakaa katika uongo katika injili miaka zote. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu Mungu anaweza kumuokoa nusu, hakuna hata mmoja. Wakati unakuja kwa Yesu na unakubali Yesu, unaokolewa mzima. Hakuna kitu unalipia. Hiyo ni kitu ya kwanza. Yesu alisema utakapomkubali na utaokolewa, hakuna kitu unafaa kulipia, hata kimoja. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini siku ya leo watu wanalipia wokovu. Kwa sababu gani? Hawataki kukubali Mungu awafunulie neno lake vile lilivyo. Wamekubali kukaa katika uongo, wakidanganywa, na wamekubali huo uongo, wameufanya huo ndio ukweli. Na Yesu akasema sasa, yeyote atakayekataa injili hii amelaaniwa. Huyo mtu atahukumiwa. Sasa injili haiwezi kukusaidia kama umeikataa. Mpendwa, hata mnikuja hapo kama mwinjilisti, nilete manabii wote wa dunia hii walioitwa na Yesu, wanaohubiri injili ya ukweli, nikuje na maaskofu, nikuje na mapadri, nikuje na mashehe, nikuje na mpaka papa na wengine ambao ni watumishi wa Mungu, hata wengine wasiokuwa wa Mungu, tukuje nao watumishi wa Mungu pamoja na watumishi wa Baali na Ashera, tukuombe na ukose kuamini injili ya ukweli. Mtu asikudanganye, hata kama mimi ni mwinjilisti, ya kwamba injili inaweza kukusaidia. Kwa sababu hapo ndio tumekosa kama wahubiri. Tunakosa kuambia watu ukweli, tunawadanganya ili wakuwa wafuasi wetu, tuvune kutoka kwao. Hatutaki kuambia watu ukweli. Yesu akasema yeyote atakaye amini injili ile itakuwa ni faida kwake, na yeyote anayeikataa haiwezi kuwa faida kwake. Hata wewe tu katika maisha yako, kama haujaamini kitu, hiyo kitu kinaweza kukusaidia? Kama hauoni kitu inaweza kukusaidia kwa maisha,
unaweza pata faida yoyote kwa hicho kitu chenye haudhamini, chenye hauoni kinaweza kukupatia nini msaada wowote kwa maisha? Hauwezi kupata msaada wowote. So injili itakapokuja, iwe ni kanisani, iwe ni kwa barabara, iwe ni kwa gari, iwe ni kwa hospitali, mahali penye utakuwa popote, katika hali yote ambayo utakuwa, ukiamini unapata wokovu bure bila kulipia kitu yoyote. Mchungaji asikudanganye mlipie pesa ya mafuta, amekuombea wokovu, sasa umlipie fare arudi mahali ametoka. Hiyo ni ukora. Hiyo ni ukora. Mimi nakwambia ukweli. Hapa injili itakapokufikia mahali penye utakuwa. Nakwambia si lazima mchungaji akuwekee mkono. Tusikizane vizuri. Hatukuambiwa tuwekee mtu mkono ndiye apokee wokovu. Yeyote mahali penye atakuwa naamini ile injili, hata saa hii nikihubiri, na wewe ukue huko Australia, ukue India, ukue Moscow, Brazil, Nigeria, Amerika, na uamini injili na kuhubiria hapa saa hii, mambo yake yameisha. Sifai tena kukuambia sijui rudia nyuma yangu ya kwamba Bwana Yesu nimekuja kwako nimeokolewa. Hapana. Hiyo hatukuambiwa hivyo. Hatukuambiwa hivyo. Tuliambiwa tuhubiri yule mtu aamini, sio sisi tuamini kwa niaba yake. Yule mtu mwenyewe aamini hiyo injili ambayo imekuja, na ile injili itakuwa faida kwake, itamsaidia yeye mwenye kuamini. Lakini watu wa dunia siku ya leo tumerogwa na tukakataa mafundisho ya ukweli. Tunataka mafundisho ya kutufurahisha, na tunataka wachungaji ambao wanakuja watupake mafuta, watuibie, waturoge akili, wavune kutoka kwetu, alafu tuanze kutoka kwa hii dunia tukisema hakuna kanisa, hakuna watumishi wa ukweli. Tukue tunabweka kila mahali tunaenda, hakuna injili. Injili iko. Injili iko ya ukweli na kuna injili ya uongo. Ni wewe mwenyewe unaamua kuchagua. Hakuna kitu tunalipisha kwa injili. Ni wewe kuamini. So unapoamini, ukiwa mahali penye utakuwa, ukiwa mgonjwa, uponyaji unapokea. Ukiwa haukuwa na kazi, unapokea hiyo kazi. Ukiwa shida yako ilikuwa katika ndoa, mahali penye utaaminia hiyo injili ambayo imekuja, ukaisikia, ukakubali, ukapata mtu amefundisha vizuri kulingana na ndoa, na ulikuwa na shida ya ndoa, ukiamini, mahali penye utakuwa, mambo yako imeishia pale. Lakini siku ya leo tunakosa kuambia watu hivyo. Injili zinakuja katika maisha yao, wakiwa hata kwa magari, wakiwa hata kwa hospitali, wakiwa hata barabarani, hata saa hii kwa simu yako. Unapoenda katika kila social media kuna injili. Unasikia mtu anahubiri injili ya ukweli, unakosa kuamini kwa sababu sio mchungaji wako. Ulidanganywa. Mtu ambaye anafaa kukuhubiria injili uamini, lazima akuwe mchungaji wako. Lazima akuwe mtumishi kutoka kwa kanisa ambalo unaendanga. So wengine ambao tunahubiri, na sisi sio watumishi wako, sisi sio, hatuko katika kanisa moja na wewe, umekataa hiyo injili. Sasa haiwezi kukusaidia, matatizo yako yanabakia pale. Hatukiwaambiwa tuhubiri injili na kufanya watu wakuwe wafuasi wetu. Tufanye watu waamini Kristo, wakuwe wafuasi wa Kristo. So injili ukitaka ikusaidie wewe mwenye injili hii kukukujia na kuisikia, uiamini, mambo yako imeisha, itakuwa ya faida, utaona umuhimu wake, itakusaidia kabisa katika mambo yako yote yaliyokuwa mzigo. Lakini injili hii ikikuja kwako, alafu unakuwa mjuaji, unaikataa. Tunapokuambia inaenda hivi, wewe unajua kila kitu. Tunapokuambia hivi, pia uko na mistari zako zenye unataka usome ili kuonekana kwamba sisi ambao tunakuhubiria hatujui chenye tunafanya. Sasa unataka injili ambayo wewe mwenyewe unajaka. Kama unataka injili ambayo inakufurahisha, wachana na kusikia basi chenye tunakwambia, wachana hata kupingana nayo. Fuata ile yako. Lakini yeyote ambaye ataamini ataona faida ya injili. Nakwambia hata kwenyu mkiwa watu wote waliokoka, na wewe hauko tayari kuokoka na kuamini, watakaoona faida ya injili ni wale walioamini hiyo injili. Mtu asikudanganya ati baba yako ni pastor, baba yako sijui ni pastor, sasa hii injili kwa niaba ya baba yako utafaidika. Hapana, hapana. Injili ni kitu hapa kibinafsi. Wewe mwenye kuiamini ndiye inasaidia wewe. Kama mama yako ndiye ameamini, itamsaidia yeye. Kama ni ndugu yako ndiye itamsaidia. Kama ni baba yako itamsaidia. Kama ni dada yako itasaidia mwenye ameamini. Usikuje kujificha ukasema mimi baba yangu ni mhubiri, mama yangu ni askofu, sijui
Sisi kwetu kila mtu ni mtumishi, hata mimi pia ni mtumishi, na haujaamini injili, hautaona faida yake. Utabaki kila siku kwa hii dunia kubweka, ukitukana injili, ukitukana watumishi wa Mungu, ukilaumu kila kitu cha injili. Hautaonako faida yoyote ya injili katika maisha yako, kwa sababu haujaamini. Na hakuna kitu ambacho haujaamini kinaweza kukuwa faida kwako. Ndio naona watu waliokuja kwa Yesu wengi, alikuwa anawauliza, mmekuja kwangu, ni sawa, sina shida, lakini mmeamini ya kwamba yale ambayo mnataka niwafanyie mimi kama Yesu ninaweza kuyasuluhisha? Wanasema ndiyo, tumeamini. Wanatendewa. Lakini waliokuwa na sababu, mara mchungaji, mara kanisa, mara siku hizi injili, walibaki hivyo. Muda ulienda na hawakutoka katika matatizo yao. Walibaki wakakwama katika yale matatizo. Kwa sababu gani? Ya ujeuri. Mpendwa, nataka nikuhakikishie, usidanganywe. Hata kama unatoka kwa familia ambayo ni ya wahubiri tupu, na wewe sio mhubiri, haujaamini hiyo injili wanayohubiri, usidanganywe ya kwamba utaweza kupata faida yote ya injili kwa sababu ya wale watu. Wewe mwenyewe tu utaona faida ya injili punde tu utakapoiamini. Lakini mambo ya kudanganywa hata kwa sababu ya kanisa, hii kanisa yetu ambayo tunaendanga, mchungaji wetu amejitoa, yeye ndiye amejitoa, ndiye ataona hiyo faida ya injili. Wale waimbaji ambao wamejitoa ndio wataona hiyo faida ya injili. Wale wachungaji walio ndani ya kanisa ambao wameamini ndio wataona hiyo faida ya injili. Lakini hata ukiwa kwa kanisa, ukose kuwa kwa kanisa na injili inakuja mahali penye huko inakufikia na hauamini, injili ile haitakusaidia. Utabaki kuwa mtu wa kulaumu tu. Utabaki tu mtu wa vilio. Utabaki tu kila siku mtu wa kutukana Mungu na kusema Mungu hayuko, na kusema kwamba watumishi wa injili siku hizi ni wakora. Na injili wengine wanaposema ni wakora, wengine wanapata faida kwa wale wakora ambao unasema, na wewe bado unaendelea kulia hapo. Yesu mwenyewe alisema, nendeni duniani kote, kuhubirini injili hii njema kwa kila kiumbe, yeyote atakayeamini ni faida. My friend, yeyote, hata tukiwa watu 50 kwa kanisa, my friend, sio kila mtu atapata faida ya injili kwa kanisa. Usidanganywe. Wale ambao wanapata faida ya injili kwa kanisa ni wale ambao wameiamini. Tunaweza kuwa watu 50 kwa kanisa, lakini wale wanaona faida ya injili ni watu 10 wenye wameamini hiyo injili. Wengine basi ni masengenyo, kulaumu, kulia na kuweka kila aina yote ya vizingizio kwa watu wengine. Watu ndio wamefanya tumekaza kufika hapa. Unajua watu. Unajua hata sasa ningekuwa ninahubiri, fulani ndiye alinifanya. Ni ukora. Ni ukora. Siku za ukora zimeisha. Nataka nikwambie, siku za ukora kwa injili zimeisha. Na kama bado unafikiria kwamba ukora utaendelea kwa injili, nakwambia imefika mwisho na imekuwa ngumu. Itakukalia ngumu mpaka utaanza kusema kwamba hata kweli ningejua hata singezaliwa. Kwa sababu gani? Hauko tayari. Yesu mwenyewe alisema ukisikia habari zake uachane na ujuaje bwana. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Zikubali zikusaidie. Hata kama umesoma my friend. Unaposikia injili, hata kama wewe ni daktari bwana, kubali. Injili hii itakusaidia. Hata kama wewe ni jeshi. Hata kama wewe ni rais, kubali. Unaposikia injili utapata faida yake. Hata kama wewe inasemekana kwamba umeokoka, wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, ndio unahubiri, unatabiri, unafanya kazi ya umetume, lakini kuna injili fulani inaweza kuja kwa maisha yako kukusaidia, wewe ni mtumishi na unaikataa. Nakwambia ukweli, usifikiri ati watumishi wote, watu waliookoka wao wanakubali kila aina ya injili. Hapana. Kuna injili ambayo inakuja kwa maisha yetu, hata sisi watumishi tunaikataa kwa sababu tunaona haijaenda kulingana na vile tunataka kwa mioyo zetu. Tunaikataa, na ile injili inasaidia wengine na baadaye tunabaki pale tukilia. Kwa sababu gani? Hatuko tayari. Mtu asikudanganya kwamba kila mtumishi ambaye ameokoka anaamini kila neno la Mungu. Hapana. Kuna wale watumishi ambao kazi yao ni kupingana kwa sababu wanataka wahubiriwe kile ambacho kinawafurahisha. Usipowahubiria hicho kama ni cha ukweli watakataa, na hicho kitu hakitaweza kuwasaidia, watakuwa wameingia kwa hasara. Unapokataa ukweli, unapokataa injili ya Mungu ambayo imeletwa na mtu yeyote, hata kama wewe ni bishop, hata kama wewe ni mwinjilisti kama mimi hapa, hata wewe kama wewe ni mchungaji, hata kama umetembea kwa dunia mzima kuhubiri injili, lakini kuna kipengele ambacho Mungu ametumia mtu yeyote akuletee kikusaidia, umekataa, ndugu, umejilaani ndugu. Kwa hicho kipengele wewe umeshahukumiwa. Kwa kile kipengele
umejiweka katika hali ya hatari. Licha wewe ni mhubiri. Ndio unaona hata katika wanafunzi wa Yesu kuna injili ambayo ilikuwa inakuja kwao wanakataa. Yesu aliwahubiria injili ya ndoa, waliruka. Akawaambia unapooa hakuna kuachana na mke, hakuna kuachana na mume. Hakuna mambo kama hiyo. Waliposikia hii injili, mitume wenyewe, wanafunzi wa Yesu, wakasema kama hiyo ndio mambo ya ndoa, basi hakuna mtu anafaa kustahili kuoleka na kuoa. Waliruka. Hiyo injili hiyo ilikuwa ngumu. Haikuweza kuwasaidia wenye walikataa kuamini. Wenye waliamini ndio iliwasaidia. Mpaka urudi uamini ndio itakusaidia. Angalia kwa maisha yako. Injili ngapi zimepita kwako za kukusaidia wewe, ukajifanya wewe ndio unajua yote. Ukakataa, mimi ni pastor bwana, mimi ni mwinjilisti. Wewe unajua mahali nimehubiri. Wewe unajua maeneo ambayo nimeenda nikiambia watu. Unajua ni watu wangapi wameokoka kupitia kwa mimi. Ni sawa, lakini hichi kipengele ambacho umekataa, basi hautapata faida hicho kipengele. Kwa kanisa tunapokuhubiria injili ya kukua mtakatifu, kukua mwaminifu, na unakataa, hiyo mengine yote umepata vizuri, lakini kwa hii kipengele ambacho umekataa ni hasara umejiingiza ndani. Na kuhakikishia, so ukuwe mtu mwangalifu kwa kusikia neno la Mungu na kulikubali. Lakini ukikuwa mjuaji, nataka nikuhakikishie kitakuumania. So nataka nimalize ujumbe wangu nikisema kwamba faida ya injili ni kuamini wewe mwenyewe. Wachana na mambo ya watu kukudanganya tuamini kwa niaba ya mtu. Inafanya kazi, lakini ni 1% kwa maisha yako. 1% kubwa ya injili, 1% kubwa ya maisha yako, ya kila kitu kufanikiwa kwa maisha yako, inatokana na wewe. Nakwambia ukweli. Watu watakuja na mistari, kuna mtu alikuwa mgonjwa, wakaenda wakambeba, wakamleta na mkeka, wakapasua paa, ule mtu akapona. Yesu akasema kwa imani ya hawa watu umepona. Haina shida. Lakini hata huyo mtu mwenyewe aliamini, ndiye akatoka mahali alikuwa akaletwa. Hakupingana. Kuna watu wengine mko na shida, mnaambiwa hamtaki, ni kupingana. Yule mtu hata kama hakufungua mdomo kuongea, lakini kwa kukubali kutoka mahali alikuwa, abebwe, aletwe, paa la nyumba litolewe, asukishwe chini mahali Yesu alikuwa. Yesu akasema kwa imani ya hawa watu umepona. Hata huyo mtu imani yake pia ilifanya kazi kwa sababu ya kukubali. Lakini wewe uko hapo unafundishwa mambo ya ndoa, hautaki. Ndoa itakuteza miaka zako zote. Unaambiwa mambo ya huduma vile unafaa ufanye, hautaki. Sasa kwa mambo ya huduma utateseka. Utafanya vizuri kwa njia nyingine, kwa mambo mengine utapita, lakini kwa inapofika kwa ile mambo ulikataa, nataka nikuhakikishie, hata kama utalala kwa madhabahu ya kanisa, hata kama utajitoa mpaka mwili wako uchomwe, lakini kwa ile mambo ambayo umekataa, nataka nikuhakikishie, hautaona faida yoyote mpaka ile siku utakapokuja na ukubali, ili Mungu akuoneshe faida hayo maneno na utayaona. Lakini ukiwa na ujuaji wako, hata kama uko ndani ya kanisa ama uko ndani ya kanisa, hauwezi ukaona faida yote ya injili. So faida ya injili ni nini? Wewe bwana kuiamini. Wapendwa, hii injili ndio kitu rahisi dunia mzima. Hakuna kitu dunia mzima rahisi kama injili. Hakuna. Tembea dunia yote, enda juu, shuka chini, kuzimu, kila mahali, hakuna kitu rahisi kama injili. Injili kikushinda, my friend, mambo yako yote utashindwa. Mtu asai kudanganya ati injili imekushinda, alafu unapokea unabii ya kwamba unaenda kufaulu mbele. Huyo mtu amekudanganya. Nakwambia ukweli, huyo mtu amekudanganya. Yeyote anayeshindwa na injili, mambo mengine yote lazima ashindwe. Ni heri ushindwe hata kwa shule huko ukose kufaulu, lakini ukuje ukubali injili. Itakuja itakompensate hata mambo yako ya shule. Lakini ukatape injili, ukimbia usome, atuende ng'ambo, usijue ukuwe na kila aina yote ya shahada za masomo, na ulikataa injili, hakuna mahali utaenda. Na kuhakikishia, utasoma ndio, utaongea Kiingereza, utakuwa na kazi mzuri, lakini faida ya maisha hautaiona. So injili ndiyo imebeba kila kitu kwa maisha yako. Hata kama kwenyu mlikuwa masikini kiasi gani, wachana na kusumbukana, wachana na hiyo mambo. Ati kwenyu hamukusoma, hivi sikusumbue. Muradi tu umekuja na ukakubali injili, mambo yake yanakuwa imeishia pale.
Lakini ukikataa injili, alafu ukimbilia masomo, ukimbilie kazi, ukimbilie ndoa, ukimbilie sijui biashara, ukimbilie sijui kujuana na wakuu wa hii dunia, umejilaani. Mimi nakwambia ukweli. Tembea tu dunia mzima, ukipata unabii watu wakikutabiria, lakini hautafurahia hii maisha. So, ni vyema kukubali injili ikutengeneze, kwa sababu ni injili pekee itashughulikia vitu vingine vyote katika hii dunia. Kuna vitu ambavyo haukufanya, kama shule haukuenda, haina shida, injili inakushughulikia. Mahali ambapo shule haukuenda, injili inakushughulikia. Mahali ambapo hata kwenye mlisaliwa masikini, watu wakasema hakuna ule tajiri anaweza toka hapo. Kwenye hakuna mtu alisoma anaweza ongoza watu. Hivyo watu wanajua mtu anafaa kuongoza watu anafaa kuwa amesoma. Anafaa kuwa amezaliwa katika familia ya uongozi. Hivyo ndio dunia inajua. Lakini muradi utakubali injili, utaongoza watu hata waliosoma. Utawapatia mwelekeo. Utaongoza hata taifa, utawapatia mwelekeo. So, injili pekee ndio mahali ambapo tunaweza funikwa kwa mahali ambapo udhaifu wetu wote wa maisha, mahali ambapo hatungeweza kufika, injili inatufikisha. Kwa sababu tumeikubali tu. Lakini ukikataa injili, utorokee kwa mambo mengine hii dunia. Wewe endelea tu, kimbia tu. Kimbia tu. Uliza Jona. Alipokataa injili, alijaribu kukimbia kwa mambo mengine. Akaingia mpaka kwa meli, akafaulu. Akalipa kodi, akafaulu. Akakaa. Meli ikawa inaenda, akawa anafurahia akiangalia vile dunia iko. Lakini mwisho wake alirudi tu. Alirudi tu mahali ambapo alikuwa anastahili arudi ili mambo yake ikawe sawa, ni injili. That's why nakwambia kama kuna vitu kwa maisha vilikupita, dunia ikasema ya kwamba vile hizi vitu zimekupita, hautafaulu, usikuwe na shida. Muradi tu ukubali injili, na kuhakikishia. Hiyo na kuhakikishia kuanzia mbinguni mpaka kuzimu. Na kuhakikishia utafaulu. Lakini ukikataa hii injili, kuiamini na kutembea na mawazo yake, wewe kimbia. Fanya mambo yako yote. Jipige kifua vile umefaulu bila injili. Ongea yote. Lakini ipo siku utakuja kugundua kwamba kumbe ulikuwa unafukuzana na upepo. Nafunga neno hilo nikisema hivi. Faida ya injili ni kuiamini. Hasara ya injili ni kuikataa kwa sababu ya ujuaji. Kusema ya kwamba unajua hata kuliko mwalimu anayeleta injili. Wakati mwalimu anakuletea injili, mwenye anakufundisha, unajua mengi kumuliko. Hakuna mwanafunzi anayeendanga kwa shule anayejua yote kuliko mwalimu, anayejua zaidi kuliko mwalimu wake. Siku ya leo tu napata watu kwa injili wanaokataa injili, wamejua injili hiyo kuliko wenye wanaileta. Lakini siku ya leo dunia inanifurahisha sana. Ati mtu mwenye amekataa injili sasa ndiye anakuja kuhubiria yule mtu ambaye ndio mwalimu wa injili mwenye Mungu amechagua, na amejaza mistari, na amekataa injili, na yeye ndiye anaijua zaidi hata kuliko yule mwalimu. Tafuta mali nyingine. Tafuta hiyo michezo, peleka mali nyingine. Hapa kwa injili tumebaki ya kwamba faida yake ni wewe kuiamini, ni hasara yake ni wewe kuikataa. Ukuwe kanisani, ukatae kuwa kanisani. Hiyo faida utaipata tu mradi umeikubali. Ukuwe kanisani na ukatae injili, hasara hiyo tu itakupata. Hata ukikaa na pastor, hata ukikuja uishi na mimi kama mwinjilisti, tutembee na wewe, unibebee Biblia, tuende tuhubiri kila mahali tunaenda, lakini haujakuwa tayari kukubali hiyo injili, hautaona faida yake. Kwa wale ambao mnasikia yale Roho wa Mungu anaongea na kanisa, basi fanyeni vile inatakikana. Na wote ambao mmesikia hizi habari zikawabariki, habari hizi hazikwami kwako. Unapozisikia, chukua habari hizi, peana kwa mwingine, zimsaidie. Hiyo ndio kazi ya injili. Hatukuambiwa tunaposikia tubaki nayo. Injili ni kuisambaza. That's why wakati tunampokea Yesu alitutuma tuende wapi? Duniani kote, kila mahali penye uko, usambaze hii injili. Sio siku ya Sunday, sio mkesha, sio siku ya uinjilisti. Mahali penye unakuanga kila wakati, injili hii isambazwe. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Ukiwa unalima, kwa utukufu wa Mungu. Unafagia,
kwa utukufu wa Mungu. Ukuwe unafanya kazi mahali popote, unafanya kazi ukihubiri Injili. Hiyo ndio kazi tuliwachiwa. Wenye mnaendelea kufuata hizi habari, tunaendelea na hii Injili kuhakikisha kwamba Injili hii itafika kila kona ya dunia, Injili ya ukweli vile tuliagizwa. Na Injili hii ya ukweli itahubiriwa kila kona ya dunia kwa kila kiumbe, ndio mwisho ufike. Ndio ile siku usianze kufungua mdomo na kuanza kusema sikuweza kusikia hizi habari. Utahukumiwa kwa yale ambayo ulisikia na ukaleta ujuaji, ama yale ambayo ulisikia na ukayamini. Zaidi ya yote, Mungu awatende mema na mkawe na wakati ulio safi.